رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم فيها لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiendelea na kipindi chetu ambacho kwamba kinafungamana na haki, hasatan tukimlenga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa matendo yake, namna alivyoweza kubakisha haki za kibinadamu. Leo insha Allahu Ta'ala tutazungumzia kuhusu al-musawa, ama kwa lugha nyingine usawa, ama kwa lugha nyingine equality. Ikhwata al-imani wal Islam, tunaishi katika dunia ambayo kwamba imekumbwa na janga ambalo kwamba linaloitwa racism, ama kwa lugha ya Kiarabu al-asabiyya, ukabila ama ubaguzi wa rangi. Tunaishi katika zama ambazo kwamba kuna watu wanakosa kazi kwa sababu ya rangi ya ngozi zao. Kuna watu wanakosa kuoa wanawake kwa sababu ya makabila yao na rangi ya ngozi yao. Kuna watu wanakosa mambo mingi hapa duniani, ama wananyimwa na binadamu wenzao mambo mingi kwa sababu ya sehemu wanayotoka, kwa sababu ya lugha wanayoizungumza, kwa sababu ya makabila yao na kwa sababu ya rangi zao. Leo unaweza kuta mtu kwa kabila lake akajiona yeye ni bora kuliko kabila lingine. Mtu kwa sababu ya rangi yake akajiona ni bora kuliko rangi nyingine. Haya ni mambo ambayo kwamba yamesababisha kutokuwa na usawa katika mujtama, yamesababisha kutokuwa na equality katika mujtama, yamesababisha baadhi ya jamii, baadhi ya nchi, baadhi ya watu kutengwa katika masala muhimu katika hii dunia. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alaja hadha al-amra, alikuwa anayo tiba ya jambo kama hili. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile ametueleza ubora uko wapi. Hakuna ubora katika rangi, wala hakuna ubora katika nchi unaotoka, wala hakuna ubora katika kabila lako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika yetu sisi tumewaumbeni nyinyi mbegu ya kiume na mbegu ya kike.
waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tukawajaalia nyinyi ama tukawaumba nyinyi ni taifa mbalimbali na makabila mbalimbali, litaarafu, ili mupate kujuana. Haya makabila tulokuwa nayo na hizi rangi tofauti tulokuwa nazo na hizi lugha na lahja tofauti ambazo kwamba tuko nazo, litaarafu, ili tupate kujuana. Kama wewe ni Mkenya, kuna Kiswahili chako ukizungumza na yule akizungumza Kiswahili chake akizungumza na yule akizungumza, atajulikana huyu ni Mkenya, yule ni Mganda na yule ni Mtanzania, kulingana na Kiswahili mnachokizungumza. Kama vile Waarabu, Mkhaliji akizungumza ni tofauti na Muiraqi, mtofauti na Suri, mtofauti na Mlubnani, mtofauti na Mfalastini, mtofauti na Masri, mtofauti na Morocco, mtofauti na Tunis, Algeria, Mauritania. Lahaja tofauti. Lengo kwa nini Mwenyezi Mungu atuumbe hivi? Litaarafu, ili tupate kujuana. Hebu fikiria, ingelikuwa binadamu wote tunazungumza lugha moja kama Kihindi. Hebu fikiria dunia nzima zungumza Kihindi, ama dunia nzima sisi ni Wadigo tuseme, dunia nzima tuzungumza Kidigo, ama dunia nzima Wajaluo sote tuzungumza Kijaluo. Kwanza hata isingeleta ile shangwe chembelecho maneno yetu ya siku hizi, yani haileti ile yani kitu ambacho kwamba cha kufurahisha. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba hivi litaarafu, ili tupate kujuana. Julikana huyu Muhindi chakula chake mapilipili pilipili, huyu ni Mdigo Mswahili chakula chake nazi, huyu ni Mluya chakula chake sima, huyu ni Mjaluo chakula chake samaki. Litaarafu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia makabila na mataifa tofauti litaarafu, ili tupate kujuana. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule mchaji Mungu zaidi kati yenu. Kwa hivyo ubora si kwa sababu ya rangi, ubora si kwa sababu ya kabila, lakini ubora ni kwa sababu ya taqwa. Ubora ni kwa sababu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila ukiwa una dini, wewe ndiwe ni mbora. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotuzungumzia kuhusu wakati tunapooa, anatuambia tunkahul mar'atu liarba'in, lijamaliha walihasabiha walimaliha walidiniha. Mtume akasema fadhfar bidhati din taribat yadak. Mwanamke akiolewa, kawaida watu huangalia hivi viegezo: lihasabiha, nasaba yake, walimaliha, na mali yake, walijamaliha, na urembo wake, nyele, marmar na nini, sura nzuri. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam usiangalie yote haya. Fadhfar bidhati ad-din, tafuta mwanamke mwenye dini, ndipo utaweza kuishi maisha ya sawa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amekata ya kwamba tusibaguane, sote ni sawa. Uwe ni mweusi, uwe ni mweupe, uwe na kabila fulani, uwe na kabila fulani, sote ni sawa. Tofauti yetu ni katika level ya kumuogopa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletewa habari ya mmoja katika masahaba wake, amwita sahaba mwenzake ambaye kwamba ni mweusi, amwita yabna sauda, ewe kijana uliozalikana na mama mweusi. Habari ikamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwita Mtume akamwambia, atuayiruhu bi ummihi, hivi leo wewe unamtia ila kwa sababu ya mamake?
kwa sababu yeye ni mweusi ndo wamtia ila. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, innaka rajulun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye kwamba ndani yako kuna ujahil, bado una mambo ya kijahili, bado hujatamadhanika, bado hujapevuka, bado hujakuwa modernized. Innaka rajulun fika jahiliya, bado una ujahiliya, hujakomaa. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, tuchungeni namna tunavyoamiliana na ndugu zetu ambao kwamba ni waislamu wenzetu, namna tunavyoamiliana sisi kwa sisi. Usijifakhirishe kwa sababu ya kabila lako, usijitukuze kwa sababu ya kabila lako. Kumbuka ya kwamba utukufu wako ni kwa sababu ya akhlaqi yako na kwa sababu ya dini yako. Kwa hivyo tuweni na tawadhu, tusiwe ni wenye kuwadharau watu, tuwekeni usawa kati yetu, tuwe ni equal kati yetu, usimdharau mwenzako, kuwa na tawadhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha ta'ala auha ilayya, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amenishukishia wahi na kuniambia, antawadhu, kuwa kuweni na tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, ili mtu mwingine asimuone wivu wala asimfanyie kiburi mtu mwingine, wala yafkhara ahadun ala ahad, wala asijifakhirishe mtu juu ya mtu mwingine. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataka sisi tuwe na tawadhu, ili tusiwe ni wenye kuwadharau wenzetu, ili tusiwe ni wenye kuwasimanga wenzetu, ili tusiwe ni wenye kuwakalia juu wenzetu. Tuweni ni watu mutawadhiin, watu ambao kwamba wana akhlaq. Kwa hivyo tuacheni ukabila, tuacheni kubaguana kikabila, katika sababu katika nchi yetu ya Kenya kulitokea machafuko mwaka 2007 na mpaka leo kwa hofiwa siku za election kutokea machafuko, ni kwa sababu ya ukabila, hakuna sababu nyingine. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tutieni akili. Wewe ni Mjaluo, wewe ni Mwarabu, wewe ni Muhindi, ni Mkikuyu, ni Mluya, ni Mnandi, usipigane kwa sababu ya kabila lako, usiuwe sababu ya kabila lako. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laysa minna man daa ila asabiyatin wa laysa minna man qatala ala asabiyatin wa laysa minna man mata ala asabiyatin. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laysa minna, si miongoni mwetu sisi, man daa ila asabiyatin, yule atakaye preach saa zote ukabila. Yeye akizungumza kabila, yeye akisema kabila, laysa minna. Wa laysa minna, na si miongoni mwetu sisi, man qatala ala asabiyatin, yule atakayepigana kwa sababu ya ukabila. Yani mkionekana mwapigana, kwa nini mwapigana? Yule ni Mkikuyu, yule ni Muhindi, yule ni Mwarabu, kwa nini mwapigana? Mwarabu ndo maana anampiga, ama ni Mswahili ndo maana anampiga. Kama kuna baadhi ya watu hasatan huku Coast wana chuki kwa baadhi ya makabila, chuki tu, si kwamba amefanywa kitu, si kwamba amedhulumiwa na yeye, si kwamba amefanywa kitu, ni chuki tu, ni kwamba yule mtu aonekana ametukuka, sasa mtu yampiga vita tu kwa sababu ya ukabila. Paka kuna mmoja ni katika mashekhe ambao kwamba anasikilizwa, mashekhe wenye kutukana watu, awaambia wanafunzi wake, msiende kusikiliza wale Waswahili kwa vile ni Mwarabu. Ambia wewe Waarabu wenzako, waambia Waarabu wenzake, mtakwendaje kumsikiliza yule shekhe? Yani msi Mwarabu, mtakwendaje kumsikiliza yule shekhe ni Mswahili? Sikilizeni Mwarabu mwenzenu kavu. Kwa hivyo laysa minna man qatala ala asabiyatin
walaysa minna man mata ala asabiyya, na si miongoni mwetu sisi yule atakayekufa kwa sababu ya kabila. Watetea kabila, yani waenda wauawa kwa sababu ya kabila. Laysa minna, si katika sisi. Mwisho kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, la yanzuru ila suwarikum, haangalie sura zenu, wa amwalikum, wala mali yenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo zenu na anaangalia amali zenu. Na mimi na wewe pindi tunapoamiliana na watu, tuamiliane namna hii. Angalia roho ama moyo wa rafiki yako, angalia akhlaqi zake, angalia dini yake. Usimbague kwa sababu ya sura yake, usimbague kwa sababu ya umaskini wake, usimbague kwa kitu chochote. Kwa hivyo ikhwatal imani wal islam, katika haki ambazo kwamba zimeekwa na Uislamu na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezipigania ni almusawa, ya kwamba sote binadamu tuko sawa, sote waislamu tuko sawa. La fadla ala arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Hakuna tofauti ama hakuna ubora kwa Mwarabu juu asiyekuwa Mwarabu, na kwa asiyekuwa Mwarabu juu ya Mwarabu, illa kwa taqwa, illa kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان